Serikali ya Israel imethibitisha kuwafukuza wanaharakati wa kigeni zaidi ya 171 akiwemo mwanaharakati mashuhuri wa mabadiliko ya tabia nchi kutoka Sweden, Greta Thunberg, waliokuwa sehemu ya msafara wa misaada uliokuwa ukijaribu kufika ukanda wa Gaza kwa njia ya bahari. Kwa mujibu wa taarifa kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya Israel, wanaharakati hao walikamatwa na majeshi ya Israel mwishoni mwa wiki iliyopita wakati walipokuwa wakijaribu kufungua njia ya baharini kuelekea Gaza, eneo ambalo limewekiwa kizuizi kikali cha kijeshi na Israel kwa muda mrefu. Msafara huo ulijulikana kama Global Sumud Flotilla. Wizara hiyo ilisema kuwa baada ya kuzuiliwa, wanaharakati hao walirudishwa kwa njia ya ndege hadi mataifa yao au nchi za karibu, ikiwemo Ugiriki na Slovakia. BBC kutoka mataifa kadhaa yakiwemo Ugiriki, Slovakia, kwa shilingi za Kitanzania Italia, milioni Uingereza na Marekani. Katika makala hii yanadaiwa kuwa wasichana wawili wamejiua kutokana na ukatili wa kingono waliofanywa. Walikuwa kwenye boti 42 zilizoshiriki kwenye msafara huo, lakini hadi sasa watu 341 tayari wametangazwa kufukuzwa rasmi kutoka Israel. Serikali ya Israel imetetea hatua yake ikidai kwa msafara huo ulikiuka sheria za kimataifa kwa kujaribu kuvunja kizuizi cha kijeshi kilichowekwa kwa sababu za kiusalama. Hata hivyo, waandaaji wa msafara huo na wanaharakati wameeleza kuwa walikuwa na lengo la kupeleka misaada ya kibinadamu kwa watu wa Gaza ambao wameathirika vibaya kutokana na mzingiro unaoendelea na operesheni za kijeshi zinazofanywa na Israel. Greta Thunberg, ambaye amekuwa mstari wa mbele katika harakati za mazingira ya haki za binadamu, alikuwa mmoja wa sura maarufu kwenye msafara huo. Uwepo wake umeongeza uzito wa kimataifa kwenye swala hilo, huku mashirika ya haki za binadamu yakitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua dhidi ya kile wanachokiita unyanyasaji wa misaada ya kibinadamu. Tukio hili limezua hisia mseto duniani, huku baadhi ya nchi zikilaani hatua za Israel, wakati wengine wakisisitiza umuhimu wa kuheshimu sheria na taratibu za kimataifa za utoaji wa misaada. Hadi sasa hajafahamika iwapo msafara huo utajaribu tena safari kuelekea Gaza, lakini waandaaji wake wameapa kuendelea na juhudi zao za kusaidia watu walioko katika maeneo ya mizozo. Dubai sasa Kitonga. Safirisha mizigo kwa punguzo la bei, yani $350 tu kwa CBM. Ni kwa bidhaa za toy, pochi, viatu na vifaa vya simu. Kilimanjaro Star Cargo, Simba Bahari.